lakini katika yale yote ambayo ameyafanya, acha iwe sije ya adoration ya mtu mmoja ambaye anajua ya kwamba Mungu ndiye ameyafanya, iwe tena ni kwako ndipo ameyafanya. Sema wa kuabudiwa ni yeye, hakuna mwingine wa kulinganishwa na yeye pekee. Halafu kwa maneno ya kinywa chako umwambie kwa nini unasema hakuna wa kulinganisha na yeye. Kwa nini umesema hakuna wa kufanana na yeye? Kuabudiwa ni yeye pekee. Halafu mwambie Bwana yale maneno ambayo yamekusukuma kufanya yale. Wimba ile wimbo, ishuhudia mbele ya watu ya kwamba yeye ni mwema, anastahili maabudu ya maisha yetu, maabudu ya mawazo yetu. Mungu anastahili yale mambo yote yake, sababu ametenda kwa kweli, kwa hakika yale yaliyo makuu. Tunakuabudu Bwana asubuhi ya leo. Umetufanya katika malengo ya mbinguni, umetufanya kwa sura na mfano wako. Hakuna aliyefanya mema, lakini ulipokaa ukaona ni vizuri utufanye kwa sura, ufanye kwa mfano wako. Bwana, tunakiri tendo njema la kwanza ulilolifanya katika maisha yetu, ndani ya moyo wako, ndani ya mawazo yako, ukafanya mtu kwa sura yako. Viumbe vyote vingine uliviumba kama ulivyopenda, lakini ukanifanya kwa sura yako, kwa mfano wako. Maana yake utakatifu wako unakaa ndani yangu, maana yake haki yako inakaa ndani yangu, na hii ndiyo inanifanya kuwa sura yako Bwana. Alafu nikapotea katika dhambi, ukanipenda tena ili unirejeshe katika sura na mfano wako, ukatukufu mbinguni, ukaduniani, unifanye mrithi wa mbinguni, ili tena unifanye sifa ya mbinguni, ili tena unifanye mwakilishi wa mbinguni. Yesu, na mengine angeliyafanya wewe ndiye uliyafanya kwa mwanzo, ukayafanya katika maisha yangu tena, ukanisamehe dhambi, na leo nakutukuza, na leo nakuinua, na leo nakuabudu, na leo najisifia wewe, na leo nakutangaza, sababu umeyafanya. Haungeliyafanya Bwana, singalikuwa kama nilivyo leo. Haungeliyafanya Yesu, mimi ningalikuwa nani leo? Lakini upendo wako imefanya mambo ya ajabu, umefanya mambo yaliyo makubwa, umefanya mambo ya kusifia. Ndiyo maana nasema hakuna mwingine, wewe pekee Mungu wa wokovu wangu, wewe pekee ni Mungu wa usalama wangu, wewe pekee Bwana ndiye unaacha ninaishi tena leo. Umeniamsha leo ili nitangaze yale yaliyo makubwa, yaliyo tunafahamu, nani aliyafanya Bwana. Hasa Bwana, nakushukuru tena na kuabudu tena, sababu baada ya kuniokoa unanitembeza kwenye njia yako ya kweli, unanitembeza kwenye njia yako ya haki. Hujawahi niacha, hujawahi nipungukia, umenishika mkono, nawe unanitia nguvu, unanirondeka pa ya kufanya yaliyo mausia ya mbinguni, ya kutembea katika haki, ya kutembea katika utakaso wako. Bwana ubarikiwe, wewe uliye nguvu za Mungu katika maisha yako. Nani mwingine angelirondeka pa? Wazazi wangu hawangaliweza, wachungaji wote hawangaliweza, lakini Roho Mtakatifu anayafanya ndani mwangu, sababu wewe ndiye nguvu za Mungu ndani mwangu, na unanirahisisha kuwa mwana mzuri katika ufalme wake. Unanirahisisha kuwa mwanafunzi mzuri mbele zake. Uinuliwe sana, uheshimike tena na kusifia sana, sababu umefanya yaliyo makubwa. Umeweka salama ndani ya moyo wangu, umeweka salama ndani ya roho yangu, umeweka salama katika maisha yangu. Furaha yako Bwana, natembea pamoja nao usiku kama mchana, unanilinda Bwana. Nani angeliyafanya? Tunaona watu wanaolindwa na walinzi, wakiwalipa pesa, lakini wengi wanauawa wakiwa hata na wale walinzi, wanaanguka mbele za watu wakiwa na wale walinzi wao. Walinzi wanaweza wakalala. Yesu, wewe
Bwana. Ndiyo maana kwa yale yote unayafanya, uliyotenda, utaendelea kuyafanya, yote yanakusukuma kukuabudu. Unatulisha Bwana, unatusumukia katika afya, tunapokuwa wagonjwa unaturejesha afya, tunapojikuta tumekosewa hiki ama kile, wewe unatupatia Bwana. Ndiyo maana tunafika tena hapa, tuna maneno ya kusema mbele yako. Uinuliwe zaidi ya yote, kwani tunakuabudu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pata nafasi yako. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna waamini. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema mchungaji asifiwe, ninasema Bwana Yesu. Naona wengine wanafinya ikisema Bwana Yesu asifiwe. Nasema asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kuonyesha utaratibu katika ibada yetu. Nawaletea ujumbe leo tena, ujumbe ambao Mungu ameuweka ndani ya roho yako ili tena uweze kuwa baraka katika maisha yenu na katika imani yenu, na iweze kuwarahisisha kuweza kuwa tayari na wepesi wa kutangaza habari njema. Amen, amen. Warajia katikati, tufunike vitu vilivyo mbele. Tumepata Injili kama ilivyoandika Yohana sura yake ya 13:13. Utatoa uzima wako kwa ajili yangu. Kweli kweli ninakuambia, jogoo haitawika hata utakapokwisha kunikana mara 3. Tunasikia ile verse, jogoo haitawika hata utakapokwisha kunikana mara 3. Turuke sura ya 18. 15. Na Simoni Petro aliyefuata Yesu na mwanafunzi mwingine, na yule mwanafunzi alikuwa amejulikana na kuhani mkubwa, akaingia pamoja na Yesu katika kiwanja cha kuhani mkubwa, lakini Petro alisimama nje kwa mlango. Basi yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana na kuhani mkubwa akatoka nje, akasema na kijakazi aliyengoja mlango ama aliyechunga mlango, akalete Petro ndani. Basi yule kijakazi aliyengoja mlango akamwambia Petro, wewe vile vile ni mmoja wa wanafunzi wa mtu huu? Msikilize jibu la Petro. Akasema, si mimi, sijakamuona hata. 25. Na Simoni Petro alisimama akiota moto. Basi walimwambia, wewe si mmoja wa wanafunzi wake? Yeye
yeye alikana na alisema haigumii ile mtu si amuona kata na mimi kwa mshangalie. Mmoja wa wale watumwa wa kuhani mkubwa akiwa wa jamaa ya mtu yule aliyekatwa sikio na Petro akasema, sikukuona katika shamba pamoja na yeye? Basi Petro alikana tena. Mara moja jogoo ikafanya nini? Ikawika. Tukimbie na mashairi kwenye kitabu ya Timotheo wa pili. Pata kama hapata, mnasema hapata. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa siku ama nyakati za furaha sana. Amaraba mlikia na vitabu. Hii ndio maana ya kuja na Biblia. Hamungelikuwa na Biblia chingelikuwa chimepita. Juu mwenye hana hayo yeye hangelijua kisi nimesoma vipi. Tutakuwa siku za hatari. Itakuwa nyakati za hatari. Kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi. Wale ni Wakristo wasedeka, wenye kutukana, wale haikosi ni watu wajibu, wasiotii wazazi wa Bejelze Poli, wasio na kushukuru na washukuru yake tena misiji na kubana, wasio kuwa na kushukuru, wasio safi, wale ni watenda dhambi, wasio penda wenzao, wale ni sie tena china kubana, wasio taka kusamehe, wale ni waporo, washitaki wa uongo tu wao china kubana, wasio jizuiza nisie tuko ndani, wakali wamoya wetu, wasiopenda mema tuko ndani, wamoya haikoshie bote. Kila mtu kwa anashipata haya. Wananganyifu babe mko humu zaidi sana wa mama. Wakaidi, tuko wakaidi mimi wadogo, wenye kushifuna, wenye kushipenda, wenye kupenda anasa kuliko Mungu. Tuko hapo. Alafu msikilize verse ya 5 sababu ile ndio nashimamia juu yake sana. Wenye mfano wa kuogopa Mungu lakini wakikana nguvu zake. Sikiliza shauri. Wanasema ujiepushe na wende Ufunuo mahali ambapo tulisoma siku ya pili, siku ya kwanza na siku ya alafu tunakamata verse karibia 2 ama 3. Ufunuo sura ya 3 alafu tunaanza verse yake ya 8. Tutaishia verse yake ya 9. Tumepata? Alafu kama tumepata tunaongoza usomi. Ninajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango wazi mbele yako, na hakuna mtu anayeweza kuufunga. Kwa kuwa nguvu yako ni kidogo na umeshika neno lako, wala hukukana. Ile ndio niko natafuta. Wala hukukana jina. Tazama, nitakupa wale wa sinagogi la Shetani wanaosema wao ni Wayuda nao sio, lakini wanasema uongo. Wale watu wenye kusema uongo kule Timotheo. Tazama, nitawafanya waje kuabudu mbele ya miguu yako,
na kujua ya kuwa nimekupenda wewe. Ndilo neno la Bwana. Amina. Tuko tunaeleza juu ya upasaji wa habari njema, namna gani tunaweza kuwa wepesi kulitangaza habari njema. Kuna mambo mawili niliacha jana katika mashairi yetu ya jana, nitayazungumzia tena kesho, Mungu akitukubalia kuamka kesho. Lakini leo hii ndio ujumbe ambao Mungu ameiweka katika moyo, sababu ni obstacle kubwa sana ambayo inaua injili pasipo sisi kujua ya kwamba inaua injili. Kuna vitu ambavyo vinaweza kukuua pasipo wewe kujua. Kuna magonjwa inaweza hata kumwili, kama hauvungule kisi ni magonjwa, inakumaliza tu polepole. Unajenga jua kisi ni magonjwa na huko mserekee. Alafu kuna mambo ambayo inaua kanisa, inaua injili, inaafebliri injili ya Kristo. Ikiwa tumesema tumeamini injili, lakini inaafebliri injili ndani yetu ama katika maeneo mahali ambapo tunaishi. Tazungumza juu ya mtu ambaye anaitwa Petro. Mnamjua Petro? Petro yuko na maisha karibia 3. Ni kabla ya kukutana na Kristo. Mnamjua alikuwa mvuvi wa samaki, alikuwa analoa samaki, ilikuwa kazi ya Petro. Alikuwa baba, alikuwa na mke, alikuwa na watoto Petro. Alafu kuna maisha ya pili wakati amekutana na Yesu, alafu anajifunza kwa Yesu, lakini pasipo kukamilika ndani ya imani. Na kulitokea shida katika maisha yake ya pili, na hii shida tunaliona hata katika kanisa, tunaliona katika maisha ya waamini wengi sana. Na Mungu aliniambia niwaambie, nifunue jambo hili ili liweze kuponesha tena kanisa. Petro alikuwa na maisha ya 3 ambayo ni maisha yenye iko na ukamilifu kabisa, hali ambapo amekuwa mkamilifu, amejua Kristo, ameshika imani na amekuwa kabisa shujaa, ambavyo alikuwa anaviogopa mbele akaacha kuviogopa, sababu alikuwa amewekwa huru na kweli ambaye ni Kristo Yesu. Jambo hili ambalo litazungumzia ni neno ambalo tunasema kukana imani, ama kukana jina la Bwana, ama kukana nguvu za Mungu. Hii ndiyo neno nitakazia sana, ambayo inaua injili tunayoitangaza pasipo sisi kujua ya kwamba inaangamiza uwezo wa injili tunayoihubiri. Wafaransa wanasema renier la foi, kukana imani, renier la puissance du Saint-Esprit ou la puissance de Dieu, renier le nom du Christ. Watu waweze kukana imani, watu waweze kukana nguvu za Mungu, ama mtu uweze kukana jina la Kristo. Inawezekana namna gani? Tuangalie mtu ambaye anaitwa Petro, namna gani alimkana Yesu, na kitu gani kiliacha anamkana Yesu. Tutakuwa nikizungumza haya maneno, uangalie ni maisha yako na wewe hauyakana Yesu. Malengo ya somo hili ni ili mtu ambaye alikuwa amemkana Yesu aweze kumrudilia Mungu na kumpatia nafasi katika moyo wake. Mtu ambaye alikuwa ndani ya njia ya kuanza kumkana Yesu, ama tayari umeacha kumkana Yesu, urudi nyuma na urejeshwe katika imani yako ya kwanza. Kama wewe haujamkana Yesu, alafu nakufundisha ili usifikie hatua ya kumkana Yesu siku moja katika imani yako. Amen, amen. Biblia inatuonyesha Yesu anaita Petro, anamleta Petro. Dimashi niliwaambia Petro alipata neema ya kupokea ufunuo wa kujua ya kwamba Yesu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Lakini tujiulize, namna gani mtu ambaye amepata ile neema, amemjua Kristo kama amemjua Yesu kama Kristo mwana wa Mungu aliye hai,
niliwaambia ilikuwa privilege ya sababu connaissance kubwa yenye iliacha Mungu anamfunulia. Na wakati aliposema, Yesu amemwambia, wewe Petro, juu yako nitalijenga kanisa. Lakini namna gani mtu wa hiyo aina anakuja kumkana Yesu? Mtu ambaye amemjua Yesu kabisa, Petro ambaye amepata connaissance yenye iliacha Yesu anampatia haki kubwa. Namna gani anakuja kumkana, anakuja kumkataa. Na waambia hakika inawezekana mtu mkane Yesu kwa sababu ya kitu ambacho tunaita uoga. Useme niye wote uoga. Hamyasema niye wote. Tuseme tena uoga. Inaweza acha mtu unakatala Yesu na unaitika ke shetani ndio Mungu. Haya kama tumesoma katika Injili kama ilivyoandika Yohana 13:8 tulianzia pale, tukianzia kwa 13:6 na 7 unakutana wakizungumza, alafu Yesu anawaambia nyie wote mtakimbia. Alafu Petro sucha haraka sana anasema hawa wapeti wote wanaweza kukataa. Hawa abo Yohane, abo Yakobo wote wanaweza kukataa. Lakini mie Petro, mie siwezi kukukataa. Hata kama wanasema ni kukufa, nitakufa kwa ajili yako. Wale mwenye kuna marafiki washamwambia hivi. Wakristo wa aina ile tuwapate wale ambao wanasema mimi niko tayari kuniue tu Yesu. Kwa hiyo wenye wanasema kajua hapa Afrika devant reality. Ninaweza kufa tu ya Yesu. Hakuna mwingine, Yesu tu kwanza, na haufika mbele ya reality. Devant un fait qui est concret. Petro akajitapatapa akasema mimi siwezi. Hawa wote wanaweza wakakukana, lakini mimi Petro siwezi kukukana. Biblia inasema Yesu akamwambia, igwa wewe umekopeka sana. Kajogo hakatawika kama hawiyadekana baraka. Wengi niko maragaga katika sababu na Mungu deja prevent. Amekuwekea angalisho, tena unafanya kitu. Wanakuambia uzinifu ni mbaya, tena unafanya uzinifu. Wanakuambia kasengeno ni mbaya, unaishi maisha yako yote ni kasengeno. Wanakuambia usishuhudie jirani yako uongo, lakini maisha yako yote ni uongo. Ikiwa umefundishwa, umeambiwa usimuue mwenzako, lakini unampatia sumu karuni. Wacha ni waswali wa Kristo. Mimi pastor nikakufa na sumu, nani alipatia? Mbaraka wa Mkiji. Mchungaji akakufa na sumu, nani alipatia? Hamuna jibu. Mimi hapa. Kisha mimi nakula sumu, mwenye alinipa ni nani? Ni pastor. Ni nani? Mama, nani? Mama ameangalia pembeni mara moja. Mtu alisema ni pastor. Pastor anakufa na sumu. Mama anasema ni pastor tu alikupatia aje. Lakini mimi nasema hivi. Mchungaji akakufa na sumu, sio pastor aliyekufa. Akiwa Mkristo, pastor naye ni Mkristo. Unanielewa vizuri? Hii ndio shida. Mnipatie sikio linaendelea. Alafu Biblia inatuonyesha Yesu akashikwa. Yesu aliposhikwa akapelekwa kwenye uwanja wa kuhani mkubwa. Biblia inasema Petro akaonesha ushujaa. Petro akamfuata, akaenda naye, akafika mahali pale. Walikuwa na mwanafunzi mwingine ambaye alikuwa amepata ukubali, akaingia. Hiyo ni historia. Baada ya kuingia, Biblia inasema Petro akabaki pale.
Biblia inasema yule ambaye aliingia sababu alikuwa anajulikana, akaenda kuombea Petro nafasi ili Petro naye aingie. Alafu Petro hakujua kisha anaenda kumwombea nafasi. Mwanafunzi akakuja akamwambia mtu ambaye alikuwa anachunga mlango, wewe uite ule jamaa useme aingie. Wakati walifika kwenye Petro wasema, wewe Petro unasema nini? Uingie. Petro asema nifanye nini? Mimi niingie. Mawazo ya Petro aliwaza wanakuja kumuita sababu anaenda kula kumishelebi ya Kristo. Alijua wanaenda kumswali maswali, alijua anaingia gerezani pamoja na Yesu, alijua ya kwamba hatari imeingia. Hakujua kisi ni fave. Hakujua kisi mlango imefunguliwa kwa ajili yake ili aweze kuonesha ushuhuda mbele ya Yesu. Yeye aliona kama skandal, aliona sawa shida, akumbe ilikuwa ni opportunity yenye mbingu zilikuwa zimemfungulia. Petro akasema, ule mtu si amonaka. Yule ambaye alimtuma alimwambia ule mwanafunzi, wende uite ule mwanafunzi. Wakamuuliza, unamjua ule mtu? Akasema, ule mtu nani? Kwanza tunasimamia juu. Ule Yesu mwenye iko mmoja. Yesu ni nani? Biblia haikuandika, mimi nasema. Petro akauliza, yeye Yesu ni nani kweli? Kichwa kazi anakuwa mkofisio. Huyu amesema ni pia ita huyu wanajua. Unaona niulize tena kama Yesu ni nani? Fagizi mtu mwenye anahubiri, mwenye hajui ni iko hapo. Wanakupozea kesho mafundisho. Ama wewe mwenye ulikuwa fundisha tena unaenda unasema, "Ni Yesu ni nani kweli?" Na wewe ni mmoja nifundisha Yesu. Haumjui. Petro akamkana Yesu. Ikiwa alikuwa ametembea na Yesu, ameishi na Yesu, ameona maisha ya Yesu, amekuwa averti kwa sababu ya uoga wa kufa. Sijawahi mara ngapi mmekaa na imani kwa ajili ya woga? Mara ngapi tumekaa na imani kwa ajili ya woga? Kuna historia moja mchungaji anaweza kuijua na wamoja kati yenu ya kwamba kulikuwa katika nyakati zimepita, njia ilikuwa na shida, alafu watu walikuwa wakisafiri, wakawashika majambazi, wakawashika. Walipowashika wakawaingiza msituni. Wanauliza kwa mchungaji mmoja, wakawauliza, wewe mchungaji, Yesu ni Mungu ama Yesu si Mungu? Kisema Yesu ni Mungu, uko maiti. Kisema sio Mungu, unapona. Mama yangu mtachibia. Kwa hiyo mkisema tu Yesu ni Mungu, uko maiti. Achibia Yesu. Bunduki iko juu ya kichwa. Wanakuuliza, utajibia nini? Mama anasema utajibia Yesu ni Mungu. Nani katika? Najua wengi kati yetu utakaa na imani. Unaweza kuona yule Yesu sema msikiaka mimi kwa mizilimae. Sisi ndio kweli revera. Musie huu omweno na nefu kusa. Voire même ça pour ça. Inaweza sema ule Yesu sijawahi kusikia. Mbele ya kufa. Petro akamkana Yesu. Petro aliishi na Yesu. Petro alimjua Yesu. Akamkana Yesu. Mmemusikia mko wenye habari unaka Yesu, mnakusikia tu kuistua. Mtu wa historia anacha wanakuwa. Nani mwenye anaweza itika kufa juu ya historia? Petro yeye alitembea na Yesu, alibana na Yesu, panda eta, alikula naye kumeza, alimjua Yesu. Kwa sababu ya woga ya kufa akamkana Yesu.
anataka kujisoma tena. Atia mkono yule mtu. Mwezi mzima tukiona mtu kanisa ni maiti, nani atakuja? Woga wa kufa inaweza acha mnakana imani. Woga wa kufa inaweza acha mtu unakatana na kisomo chako. Woga wa kufa inaweza acha unasihaki jina la Yesu. Mungu alisifia kanisa la Philadelphia ni kwa sababu hata katika persecution kubwa ya Warumi hawakulikana jina la Yesu. Katika persecution kubwa hawakuliacha kulitangaza jina la Kristo. Katika mateso makubwa waliendelea kulitangaza jina la Yesu na kuliheshimu. Amen, amen. Hiyo imani tulipata hapo. Simunyia hapa mnaona vizi viko mliko na wao. Wizi wengi wanajaa. Wewe mwenye umeshindwa kuhusisha bei ya kweli juu ya endere, utaitika kukufa juu ya Yesu. Nyie wenye mnamtaka isahani, unakabota shida kupata endere zaidi. Wewe utakufa juu ya Yesu. Wewe mwenye njala inahangaruchaka unakatala kuja kuseminari juu ya njala. Wewe mwenye shida manze hapo la unaitikaka useme mabongo ndio vile niliruhusa. Ndio umenirudishia tu zangu wewe. Mnajua Mungu aliyemuua Anania na Safira ndani ya Petro akifika hapa omwe hapo sekandi na kufa. Dadangu maana mama kishi nimekupa hili nguo, kishi nimekupa hili kitu. Njoo vile nilifanya nini? Juu ya manse. Nani mwenye anaweza kuishi kitu kisa kitu sana? Biblia aliwakataza ipata manse mwenye kwa mnauzisha, haikataza, lakini usiseme uongo kwa ajili ya manse. Njoo vile tu. Aleke ile windo la kwani kali ni usafu wipo sasa wewe unipe wito. Unauza wipo sasa unapanda wito. Nani katika chini? Nani mwenye anaweza kufa kwa ajili ya Yesu? Na unaweza kufa kwa Yesu. Petro alikana imani, akaitika kukana imani kwa sababu ya kuhemesha maisha. Ninasema mtu ambaye atakamatia maisha yake akisania tutamuokoa ataipoteza. Wakati Petro aliwaza yuko anasovea maisha yake, alikuwa yuko anapoteza maisha yake. Biblia inasema baada ya kukana kwa mara ya kwanza, pale hakukuwa problemu ya mwenye alitafuta mwita, alitafuta mwitia furaha. Alitafuta kupatia ukubali, alitafuta muingiza ndani ili aweze kuwa temo kile. Mbinguni zilipenda Petro sasa atakuwa anahubiri baada ya Kristo kufufuka, alikuwa anahubiri vitu vyenye aliona. Na Petro anaogopa. Na wao mtu kuna waoga wengi sana. Na inakuwa mstaka. Biblia inasema kule alipomaliza, alafu wale watu wakawasha moto sababu baridi ilikuwa ya mingi sana. Alafu wakawasha moto, Petro akakuja kukaa pamoja nao. Kakaa kisha baada ya nyakati fulani Biblia inasema najua wakati problemu ishakufuatilia unaweza kukimbia unaenda kukanisha tena wengine. Hapo kama akasema tutaki. Master alikuwa hapa. Master. Hao kwa wanafunzi walikuwa washamuona kile kipaa. Wewe master. Hao kwa wanafunzi wa ule chama. Petro anasema mimi hapa huyu.
kusikia. Unaona degree ya kukana mtu. Nani mwenye amekataliwa mpaka mwili? Deception tu ya kukatala kisha wata kuwaina chao na shikamika. Angalia deception ni Yesu hapa. Petro akajikataa, sijawahi kuona, hakuna siku nilimuona, leo kwa mara ya kwanza. Imeenda sema kwa kulikuwa kajamaa kaloko yake na ule mwenye Petro alikataka nini? Siki. Kati haa, mtipelo wacha kwa distre. Choma ya unikataka sikio ya kira. Tangu Petro akaweza kuzikataa na chini. Ni kwa kisi unaanguka mzangu. Just haiko wewe mwimbaji basi mimi. Ile sauti kutoka tumbwe. Haiko ndio mwimbaji wa mimi mshakaona bila hiyo. Mimi mshakaona bila hiyo. Hiyo Mungu wewe. Baada tu kubali sisi ukakubali kusikia haya hata tunarudia kwa miguu ya Yesu. Amen. Amen. Petro akashikataa Yesu. Tuyaoga tuyakufa. Tuyaoga ya kwenda kula kwa fimbo zenye moja Yesu kwa napata. Ile kreme hata kutaka Yesu. Makumi naweza hata kukataa Yesu. Inaua nchi. Anaeleza juu ya mbinguni. Mpaka yote mna furaha. Na yeye peke anaogopa kwenda haya. Huyu mtu mwenye anatonia hivi yote anaogopa kwenda haya. Sisi tulimsikiliza. Na sisi tunakuwa na huyu mwenye ashafika amekaa tuelezea mbinguni kizi Mungu. Yeye anaogopa kwenda haya. Kisha anasema si kwenda haya. Wananifuata vizuri wa Kristo. Si wote hapa tunajua yeye anakwenda mbinguni kufanya nini? Nani mwenye anapenda kufa leo nimwombea kufa leo aende mbinguni. Hii ndio shida tunahubiri kitu ambacho sio contraire. Tunaenda mbinguni. Lakini baada ya kuona Yesu anaenda mbinguni, Petro akawa na hakikisho. Biblia inasema hakuogopa kufa, alihubiri Injili, wanamfunga, wanampiga fimbo, wanamwambia usihubiri tena jina la Yesu. Biblia inasema anatoka, anasema Yesu Kristo ndiye Bwana, sababu alikuwa na hakikisho, woga ikaondoka. Hamuja kuwa na hakikisho, hamujui na mbinguni. Jamani huko na hoga ya kwenda haya. Na mke kulu mwenye hana memnaka. Mie na bakia. Unafanya hapa. Enda mbinguni. Munakatalia hapa sio kweli. Munasema duniani sisi ni wasafiri. Na musafiri mwenye anakatala kufika. Mshakuona wapi? Hapa sio kwetu. Tunaenda mbinguni. Hapa sio kwetu. Mbinguni ndio kwetu. Na munakatalia hapa. Quelque chose. Ninaomba watu tunaohubiri kisha wanatuona tuko na haja ya kwenda mbinguni. Paulo anasema kama mimi nikigariki hapa ni jutu Mungu ndio mwenye ananiacha hapa, tu nikigariki na kazi ya kuwafundisha. Lakini mimi kukufa kwangu ni faida. Wale wa Kristo tuwapate wapi? Mwenye anasema mimi kama nikigariki hapa ni jutu Mungu akigariki na kuniambia kuambia. Hata yangu ni kwenda mbinguni. Walikuwa na hakikisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ndio kanisa. Petro akamkana Yesu. Akisoma Mathayo anasema wakati alikataa haibendi alikata sikio. Biblia inasema Petro akafanya supply akashirika. Sasa kwa kisi mmenionea hapa. Tusikuamka bila yenu akose ama jumbe niko wa hivi. Bo, mbakie na moto wenu na mimi na washa yangu. Amkamuka kama hamna kutembea.
hivi mpaka tujue hausikia muda wako uliko na Yesu anasema Jomasa yenyewe. Maana yake Petro alikuwa Mkristo mwenye alikuwa shafanana Yesu. Zile alama zinatuonesha hizi Petro alikuwa amekuwa Mkristo kabisa na tabia za Kristo zilikuwa zimeingia maisha yake. Sina kutembea tu hivi kwa sababu maana sio Mkristo. Bali kama havale ni Teresa hawataki kizunguka Kristo. Kama havale hivi kabili ni kwenda baadhi ya makanisa hivi. Hawawezi kuzunguka Kristo. Nani mwingine anatembea hauna kitambara, ushatia kabelo, unatia irusi yako pia na kaparfe, kisha unatembea, maisha yako inaonyesha kizunguka Kristo wa brasa. Nani kati yetu? Wachungaji tutoshe zile makoro pastora, tusiweke pembeni misalaba, tuiweke pembeni, kisha tuende msalaba vile, watu wanatuona, wanasema huyu ni mchungaji, huyu ni mchungaji, huyu wale wachungaji wa Kristo. Petro yeye na pia kutembea inahubiri watu. Amen, amen. Amen. Wale wa Kristo watosha. Siamini mwenyewe unataka kuhubiri, jumu kuna makofi wakati. Wanasema pota. Unajisema hai, ya mwenyewe ndio wa mwisho. Ninakuuliza habari ya nyumbani, unafanya sikia presence yako. Wale wa Kristo Mungu wapi? Amen, amen. Wale wa Kristo Mungu wapi? Mtu mwenye anaishi na wewe Biblia iliacha kunyumba hata hana unafanya naye desert tu. Upendo ndiye anakuonesha kwa ile masaa wewe. Unasema hakika huyu mtu anajua. Ndio maana mimi siko kako na Mkristo mkuvala kitambaa. Unasifichaka mbele vitambaa na balozi wananevalaka. Kumbe na hawavale kile kitambaa mama tunakuona mu Yesu. Fanya watoto wa Yesu. Kuna wenye wanataka kupakana na mafuta ambutushu wabajue hao ni masera ya Kristo. Ni ushamba mkubwa sana. Tuwajue kesho nyinyi ni watoto wa mbinguni. Na kuna makanisa ambazo kama hauvale kitambaa hautaingia maombi tano. Amjua hauvale kitambaa maombi haitafika. Mungu huko kama na matai watu kama kusoma Mungu kama Mungu watu gani? Umesoma Biblia sawa? Tena si makakaza kuvala vitambaa nani vinapendeza. Sawa? Hawakumevaa. Msivale, si watu wajue kisi Mungu wa Kristo. Vitambaa havina influence kwa Kristo yake. Amen, amen. Amen. Kama unanisikiliza kweli? Ndio. Kuna mambaraga huko wanavaa vitambaa na. Ye Petro anamshukia kutembea, kukusema na kuyenye alifanya. Petro anamkana Yesu. Kisha mimi nasema njoo ikafanya nini? Ikawika. Ye Petro kuendelea. Akaenda sikunjika hawini basi akafanya nini? Akalia. Petro akalia. Petro analia nini? Anashangaa kweli tu. Nimeweza kumkana. Ye Petro analia machozi. Baba mzima wa watoto analia machozi sababu anareconnect. Nimemkana Yesu. Timotheo anatuambia siku za mwisho ni za hatari na vitu vingevitaja kwa kumkana Yesu. Anasema franga. Mwenyewe mingi mshakakana Yesu juu ya franga, pesa. Kutafuta franga hali ya kuwa
Metena niko kontre na Wakristo wenye wanapenda franga kuliko Mungu. Sitaki Wakristo masikini. Siwezi kuwa rafiki ya Mkristo masikini. Lakini tena siwezi kuwa rafiki ya Mkristo mwenye anapenda franga kuliko Mungu. Kuna wengi wamekuwa masikini onode la sendete. Ile franga ni ya dunia. Ni ya dunia kwa mbinguni wewe. Ndio maana nimesema ufanye kazi, usiwe wavivu, ufanye kazi kwa sababu uvivu hastahili kula chakula. Ile ni amen, hakuna mwenye anaweza pia. Ufanye kazi, upende kazi, na usipende kazi yako kuliko nani? Tupende franga, na tusipende franga kuliko. Kama ushakatulia unarizika na umasikini, juu unaenda mbinguni, hautaona ufalme wa Mungu. Yesu anasema mimi niliyekuwa tajiri nilijifanya kuwa masikini ili katika umasikini wangu upate kuwa matajiri. Siko na kao na Wakristo wenye ni Mkristo kisha ndio mnashindiana kulomba. Wewe Mkristo na madeni mkati. Wapagani wanatuoneaka na hawaamini Mungu tulio naye, sababu unakuja kujisoma tu tilishurune na unatoka hapa unaenda kumwambia nikopeshe Mungu hata deni kilo ya unga watoto wako. Anakudharau, anadharau Mungu wako. Hamuta nipa amenele. Imagine tu mchungaji wangu, yeye ule anamaliza hapa, anaenda kuta kwa parcel zenu, unalisha ya kula, mwanipatia kukula. Akamwambia Mungu atashirisha kama muziki. Sema ubasteri kubandi. Sikuwa Biblia inasema ya kwamba siku za mwisho ni za hatari sababu watu watapenda pesa sana. Ile kupenda pesa kuliko Mungu, ile ndio problem. Amen, amen. Ukipenda pesa na unapenda Mungu kuliko pesa, haitakuwa problem. Amen, amen. Twende kufanya kazi. Wajane mlio hapa, mwende kufanya kazi. Msikuwe na kwenda mitembea kisomo tu. Harejea wajane mlio hapa, mwende kufanya kazi. Kuna watu wanapatia wajane, alafu wanapachika mikono nitoe wajane. Bandia mjane. Mwende kufanya kazi. Mchungaji wangu anasema vile ningebakia Mungu na komandeleje na komandele na waona niko nawaambia kweli kaweka huru wajane mlio hapa mayatima tufanye kazi. Mimi mwenyewe niko nawaambia mama ni mjani ya venda. Mimi myatima nimefanya mvenda. Mpende kazi, ufanye kazi. Usiseme mshapenda franga hataona ufalme wa mbinguni. Uongo. Wakapenda franga kuliko Mungu ndipo wanakosa. Tena jambo la kushangaza, kuna masikini wenye wanapenda franga zenye hawa. Mtu anataka pia kusemea, anataka pia kusoma, anachelewa na asina anatafuta franga zenye hana. Wakristo wenzao, najua franga imeharibisha imani ya wengi. Wengi wamekuwa wezi, wengine wanafanya ukahaba tu kwa ajili ya franga. Vijana wakilewa ni kwa sababu walipenda franga, walipata franga. Alafu Mungu tusaidie, Mungu atuwezeshe tukipikanisha maisha. Tusipende maisha kuliko Mungu, tusipende maisha kuliko ufalme wa Mungu. Sawa, tupende maisha, tusipende sana kuliko. Ukipenda kitu kenye unapenda kushinda chingine, unaweza sacrifice chile onea chingine. Mkipenda franga kuliko Mungu, unaweza kumkana Mungu kwa ajili ya franga. Na kama unapenda Mungu kuliko franga, hauwezi kumkosea Mungu kwa ajili ya franga. Anaoelewa wasema amen. Nipatie amen. Amen.
mkichelewa tu mtakosolewa wakati hii ndio sikusema mchelewe mara. Mnaweza kukubalia tena dakika 10 tumalize 10 tu. Mwache washauri kidogo wa Kristo. Napenda sana maombi sana, lakini leo maombi ndani ya kanisa zetu imekuwa kitu ambayo inatuletea arrest. Maombi napenda nini? Napenda maombi, napenda kuomba, naomba sana, lakini ninapoangalia naona nchi tunaomba inaturahisisha kuwa maskini. Kuomba haiko tu kuanza kusizia na mpaka afanye. Unanifuata vizuri? Unaweza omba de 6 à 8 heures. À de 8 heures à 16 heures unaenda kutafuta maisha. Tena unaingia de 18 heures mpaka 21 heures unaomba. Utakuwa uko salama. Sijui kama uko maposhi gani. Mimi siko d'accord. Kuwaona mnakiatia huko milango budi ni shughuli. Mimi siko d'accord. Mimi kama ni kwa muda sawa, isiwe kila siku. Kuna nyakati unaweza kufanya wiki nzima ni kutafuta uso wa Bwana. Pale unaweza kufunga mlango sababu unatafuta kwa muda, baada ya kutafuta Mungu tena unaenda kufanya kazi zingine na unakuwa Mkristo aliye sawa. Paulo anasema mimi ninashuka hema ili nisikuwe mzigo kwenu. Yeye Paulo alikuwa mwombaji, alikuwa mhubiri na pia alifanya kazi. Kuna watu ambao wamependa sana permanence. Unakuja kupermanence kwa kwenye hauko pastor mwenye uko angaje. Unakuja kwenye kupermanence yako akuni. Nimesoma Biblia sijawahi sikia verse kusema nitabariki maombi yako. Nitabariki kazi. Maombi inatupa nguvu, sawa, inatupa mamlaka. Maombi inatukaribisha na Bwana, maombi inatuambukizia tabia za Mungu. Lakini maombi yanatupatia kifaa. Revelation ya mjana kutoka kwa sababu napiga magoti, kiasi natura mplafo, unakuwa na Mungu. Na tunaona kama kazi ya Mungu imekuwa ngumu, ni wakati maisha yetu yanakuwa chini. Sadaka inakuwa hauna. Sadaka tena inakuwa hauna. Uko Mkristo wa aina gani? Uko katika wafenda na ukiangalia naomba sadaka wazazi. Alafu defenda. Na sio kanisa hatia kufundisha Kristo. Alafu defenda inaomba ukoko deja na 10 milioni yenye uko na mzako. Mimi ambaye nawafundisha niko mchungaji atape. Niko na raha sana. Hapana tukacheni ninaishi. Kuna kanisa moja nilifika Jefferson kama MP. Nilikuwa nakula nyama na maziwa na kunavaa vizuri sababu nina kazi. Hakuna kazi iliyo nzuri kuliko hii. Kitu ambacho Mungu amekurahisisha kufanya. Mimi naweza kuwa pastor, mimi naweza somesha waofelewa sana. Haiko kusije kutakuwa ngojea kwa mtupatie na sisi tunaweza sifeli na besoin c'est parfois. Unaweza kuwa pastor na uko nguzo ya shamba. Tuko na Kristo, sisi tutakulia mariage ni maombi. Mariage haiombe maombi, naomba franga. Niko msabi, niko naombea harusi mvua ishike shaka. Hapana, ushapita kwa ile
sio yako. Watakudharau familia na mtoto wako atalugaka hautapata kiasi. Bwana mfanye kazi. Kuna kazi mimi nikawaambia kazi yangu mnaweza mkacheka. Niwaambie. Mchungaji wangu anashuka. Anafuga nguruwe. Ndio maana kuna wakati unaweza kutalisha vile unalikosa. Kisha kuna washire. Ani watafuta franga. Ninafunga nguruwe, nafunga bata. Na hizo zinanirahisisha kutunza familia yangu vizuri. Hata watoto ambao wanakaa nao wanasomea shule nzuri. Na hakuna mtoto wangu mwenye anaweza rudishwa shule. Pastor de la Sede. Injera haya, muna. Kwa injera haya. Utira injera haya. Nina Yesu, nina upako, ninaweza kuponesha magonjwa na ninatunza familia. Munaweza nikawahubiri bila maambia maverite. Yesu ninajua unipatie franga zako siku ni maisha yako bien. Ya kufundisha injili ya kweli tusilepate na wewe. Mtafute pesa wa Kristo lakini msipende pesa kuliko Mungu. Ile ndio ile ndio makosa. Imagine mimi najiwezi, papa najiwezi, na unajiwezi. Si wote mtu anajiwezi. Ndio tunatangaza mkutano ya ubatizo itakula sensa. Ile haiko problem. Na mbatizo unaweza kupesha michele. Na unaikula na apetie. Michele ya ubatizo mnaenda kuweka. Kazi ya kubatisha. Kubatisha. Hiyo Mungu Mungu mnahubiri Mungu haina kama. Mungu akisomesha mashule vile na unahisi na unakubali unasomesha mashule zenye mtakula Mungu aishu. Sasa. Ni baba mmoja na mko huko mama ashe. Sexa ya uratizi mnaenda kuweka michele ya mapagano. Cannot. Haya gani? Mnajua wakati wanatupa vitu vya Mkristo nje gizi ni aibu kubwa. Unatoka kuseminari basha tupa vitu nje kwa kulipa roho. Na unasilisha kwa Yesu simu basi hapo mtapanguzwa machozi miguu. Mwachane kufunika madhaifu yenu na maandiko. Tena siseme kile kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu kupitia kile kitu. Sawa? Mungu anaweza kuruhusu lakini kwa malengo. Mungu anatupitiza katika vipindi vizito vigumu kwa malengo. Mungu atuwezeshe wajii. Tunatakaona na mchango ya $300 inatoka kama jasho. Kanisa ya 500 personnes na kupata $300. Probleme ndani ya kanisa. Na leo ninachoomba mizaa kwenye reseaux sociaux na Wakristo wengi wanaenda kukamata ile video wanatuma magrupu. Wanaitia kwa statisa. Ni vizuri lakini mimi kama mchungaji wa injili ya kweli sio vizuri. Inaua imani yetu, itaacha mnakana imani. Kuna vijana ambao wanaanza kuweka mambo kwenye mtandao na wanasitia magrupu zetu za makanisa na wanaona Wakristo wanasema amen, amen. Mfano, nilifuata mtu mmoja anasema hizi siku tunaenda kanisa wa dini, tuwatunze roho zetu. Lakini cha kushangaza unatoka kanisa na deni ya mifuko 2 ya sika. Ule anasema ni akisomoja vile kesho
furaha. Na ninaona watu wameingia magrupu za makanisa. Niko na kawana kale vijana ndani ya magrupu za makanisa kanapita vita. Watu wanakatia kwa maslati kwa malengo ya kuwa injili. Wanaua injili. Nimewaambia imani tunalipa gharama ili watu waokolewe. Hakuna kazi ya Mungu pasipo franga. Umasikini ndio inatuposa na inaacha mambo ambayo tunaweza kuyafanya kwa moyo tayari tunashindwa kuyafanya sababu ya ukosefu. Pale ambapo tunaona katika ile Timotheo ya pili alafu ni verse ya pili ya 5 inasema, alafu wale watu wana mfano, ni wenye mfano wa kuogopa Mungu. Tangaza injili, unasema Mungu wetu anaweza yote, hakuna jambo linaloshindikana kwake. Lakini kama ndani ya roho yako hauamini, umekaa na nguvu za Mungu. Tunaimba nyimbo zilizo nzuri za kumsifia Bwana, lakini kama ndani ya roho hatumsifu Bwana, tunakaa. Wakaimba nyimbo nzuri sana. Nyimbo unazoimba katika ibada zinajua kama ibada. Wakaimba wimbo mmoja wanasema, funua neema yako, familia zetu zikujue. Ile wimbo walimbaka mbele ni hubiri. Hapo ndipo kama hata mikrofoni imejaa. Nikaambia Mungu, funua wema wako hii kanisa ikuone. Alafu Mungu anasikia akafunua neema yake. Watu waione. Mwenyewe huko wenye hawaya kuna neema yake. Wakuanguka huko, wakuruka hapa, wakujazwa hapa, wakusema kuanguka hapa. Na kuambia hata waongozi wa kanisa wakasema mhubiri alikuwa na hawa watu jua hatujavutia. Mnaelewa kwamba ya sio imani mliona. Pastor alikuwa na wale watu ili wafanye nini? Pastor ashawakombe jua kwa vile muibada tuwase kama ni nguvu za Mungu. Mnaona degree ya incredibility ya Wakristo tuliona. Kana miujiza kwa Wakristo wa brasa. Unasema kani murose. Useme kama mnasoma mnafanyaka sabra mnyamaza. Mnasema kani nini wachungaji, mnasema kani nini wazee, nyinyi waongozi wa makanisa wa Kristo, mnasema ya rose. Mnasema ni nini imetokea? Ama Mungu wa Farisayo kisha mnasema hakuna ni mkubwa wa mapepo. Alikuwa na mapepo basi aliangusha watu mkanisa. Mkanisa yao hakuna Mungu mpaka mapepo simatawale na mkanisa yenu. Kila kitu ya ajabu yote tumeipatia shida. Mchungaji alikuwa tajiri, ashakuwa free. Mchungaji alifanya miujiza, ashakuwa free. Mungu wenu ni akapaa. Mungu akiinua mtu mshamba, ashakuwa na chimbilioka. Kwa Kristo wenzao. Tunafanya mfano ya kumsifu Mungu ikiwa tumekaa na nini? Tumekaa na nguvu sana. Nasema kuna mahali Yesu alipofika hakufanya miujiza, hapana juu yeye hakupenda kufanya miujiza, lakini sababu watu wa ile eneo walikaa na nguvu za Mungu. Hawakuamini nguvu za Mungu. Anaacha kufanya miujiza. Sikia na nyinyi mnaamini miujiza? Hapa hakuna mtu yuko na mabekini. Kimwambia kwa jina la Yesu ashimame na shimama. Utasema nini? Anasema haiko ule. Mtu anaweza kuonesha kwa hiyo kazi. Ule Mungu mwenye kusamehe maovu yako. Ana uwezo wa kutia mapasha mtu. Kama ni mashamba yako sema shamba. Ile shida ambayo imekutesa, imekukosesha furaha, imeacha imani yako inaanza kudidimia. Kama ni kanser, unasema tu kanser. Oh, the crème la lâche. Mwambie Yesu hili shida ama hili. Weka mikono miwili juu, sema nakushukuru Yesu. Mwambie tena nakushukuru Yesu.
Kwa mara ya tatu mwambie nashukuru Yesu, sababu umefanya, sababu umejibu, sababu umetatua. Ninaenda shuhudia, ninaenda tangaza wema wako. Ninaamini umefanya. Hili ni taifa lako Bwana ambalo umenituma niwafundishe mausia yako. Wafundishe. Na miongoni mwao kuna wale wameamini kabisa kazi zako. Wameamini tena wameongeza katika imani yao. Na wamefanya jambo hili katika utaratibu wa imani wa kiroho. Yesu Kristo, uwashitue kwa muujiza, uwashitue kwa majibu, uwashitue kwa kumaliza matatizo walionayo. Waamini hapa leo uliwatembelea tena. Shida aliyotaka, shida aliyotaka, hitaji aliyotaka, acha Bwana Mungu wetu, Bwana Mungu wa kanisa, Kristo mfalme wa milele, mwenye mamlaka na nguvu zote mbinguni, duniani na kuzimu na tawala, acha ufanye kitu na kanisa lako wakuamini kwa jina la Yesu. Wale ambao mtapata ushuhuda wenu leo, mtuambie kesho. Tutafika Jumapili, kama ulipata muujiza wako, umekutana na majibu yako, umeona njia wazi. Itakuwa nikianza mahubiri nitauliza kuna mtu ambaye unaponesha, utaweka mkono kesho. Tutakapofika hapa tupata ile services. Bwana Mungu awate